we need God. That's why God created prayer for us to welcome him in our daily lives. Mungu alijua mwanadamu hata tukimpa mamlaka atawale, atatuhitaji, na kama atatuhitaji, njia yake ya kutualika katika shughuli zake za kila siku, njia yake ya kutualika katika utawala wake wa kila siku, njia yake ya kuturuhusu tuje duniani ingawaji tumempea mamlaka atawale dunia, tutatumia nini? Mungu akasema hata tumpe maombi kama njia ya kumwalika mwanadamu, kualika Mungu katika dunia aweze kuauthorize. So what is prayer? Prayer comes from two Greek words, pros, which means face to face, and euche, which meaning desire, vow, or wish. So in other words, prayer is this face-to-face meeting with God in order to present to him your wish or desire, to allow God into your situation. Ni kuongea Mungu ana kwa ana, kumruhusu Mungu aingie katika hali yako ili aweze kubadilisha mambo. It is in other words authorizing the heavens to come down into your situation. Ni kuruhusu mbingu ishuke ikuje kutawala katika hali yako. Ni kuruhusu mbingu ikuje kurekebisha vitu ambazo unaona hazifai, vile zinaenda zitaharibika, vile zinaenda hazitakuwa sawa. Ni kuruhusu mbingu, ni kuita mbingu ishuke iache kukaa mbinguni, kwa sababu Mungu hawezi akakuja kama hatujamruhusu. Some of us tunangojea Mungu afanye jambo, naye Mungu anatugojea tuombe. Mara moja kwa mwaka, lakini anaongelelea tuombe wakati wote, always. Kwa nini ana insist? Why is God insisting that we pray not once in a day, not once in a week, not once in a month, not once in a year, but always? This is the reason. Number one, sio kwa wakati wote maombi uwe yanafanana. Amen. For example, katika kitabu cha Matendo ya Mitume kifungu cha 12, Biblia inaongelelea kanisa liliomba. Amen. Wakati Petro alikuwa amekamatwa na alikuwa anaenda kuuawa, the church prayed. Notice, Biblia inasema the church prayed, na walijifungia kwa nyumba na wakaanza kuomba. Kwa nini? Ingawaje, angalia hapo Biblia inasema vizuri kanisa liliomba, lakini haikuomba maombi ya kawaida. Iliomba maombi ya kiwango cha juu. Kuna hali zikikupata lazima upandishe hali ya maombi ya juu. Ukiwa ulikuwa unaomba kwa kawaida, ulikuwa unaomba lisali moja kwa kawaida, kuna jambo linaweza likatukia, unaamua kuanza kuomba masaa 3 kwa siku. Kwa sababu gani? Because prayer is not just the same always. Nitajuaje maombi sio yote sawa? As we continue, let us open in the book of Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6, wa Efeso kifungu cha 6 mstari wa 18. I want to show you why it is important to understand why we should pray always, not just once. Unajua Wakristo wengi tunaomba tu mara moja kwa siku, tunasema hiyo maombi imetosha, that prayer is enough. You know, we fast once and we say that fasting is enough. Notice, it's not just enough. You need to do more at certain times. Kuna nyakati zingine tunahitaji tufanye zaidi. It depends with the situation. Amen. Verse 18 of Ephesians chapter 6 verse 18. Praying always with all prayer and supplication in the spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Praying always with all prayer. That word praying always with all prayer inatuambia ya kwamba maombi sio moja, inamaanisha maombi ni type nyingi. That part alone inatuambia praying with all prayer. It means prayer is not just one type, it is in many forms. Amen. Because ukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume kifungu cha 2 mstari wa 42, Acts chapter 2 verse 42, Biblia inasema na waliendelea kukutana pamoja, wakivunja mkate, wakiomba na wakishiriki neno la mitume.
Sikiza nikueleze, walikuwa wanakutana pamoja, wanavunja mkate, wanaomba na wanafundishwa the apostles teaching. Lakini hiyo wakati maombi yao hayakuwa ya kile kiwango waliomba in chapter 12, because this time they were praying for a battle time when Peter is about to be killed. I came to tell the church today, we need to raise our prayer life to a new dimension, because the devil has taken the battle to another level. Amen. Kuna hali zikikupata uhitaji kuomba maombi ya kawaida. Kuna vitu zikitokea unahitaji kubadilisha maombi na hali ya maombi ya kawaida. Ukiendelea tu kuomba labda mara 3 kwa siku, alafu bado unahitaji upate unahitaji upate matokeo tofauti, unajidanganya. Kuna time unahitaji kubadilisha kiwango, upeleke prayer in another level because of your situation, if you want God to do something urgently. Biblia inasema na kanisa wakajifungia, wakaanza kuomba, wakaomba usiku wote na Petro akaachiliwa. If the church wangeomba bila wangeendelea tu kuomba ile ya kawaida, wakutane kwa fellowship zao, waombe kawaida, hakuna kubadilisha kiwango cha maombi, ni yale, Petro angeuawa. Maana hata James akiuawa bado walikuwa wanakutana kama kawaida. Walikuwa wanakutana kwa fellowship, lakini James bado aliuawa. Ndio alipouawa ali take it seriously, waka engage in a different mode of prayer. There are prayers that you need to lock yourself down and ask God to do something urgently. Kuna nyakati nyingine unahitaji miracle, and not just a miracle, urgent miracle for God to do it now, because if he doesn't do it now, something is gonna go wrong. Amen. There are times in life, kuna nyakati zingine katika maisha, vitu zitatokea, unahitaji kubadilisha hali ya maombi. Kuna maombi ya wakati wa vita, sio maombi ya wakati ni kuzuri. There are times of war, we don't pray the prayer we pray in the times of peace. How do I know? In the book of Daniel. Amen. In the book of Daniel, Biblia inaongelelea mtumishi wa Mungu prophet Daniel. Inasema ilikuwa in the book of Daniel chapter 6, Daniel alikuwa anaomba mara 3 kwa siku. Ilikuwa ni kawaida yake. Alikuwa ameshajiweka maisha yake akuwa anaomba 3 times in a day. Lakini when the colleagues walitaka kumfitini ili akatupwe katika tundu la simba, aliongeza maombi. Sasa alikuwa anaomba mara 3 kwa siku, lakini alikuwa anakawia mno kuliko vile alikuwa anakawia hapo kitambo. Na tukijua wakati mwingine anabadilisha maombi. In the book of Daniel chapter 9, Biblia inasema ya kwamba wakati walikuwa in Babylon, miaka yao kulingana na vile prophet Jeremiah Mungu alikuwa amemwambia ilikuwa ikuwe 70. Na ilikuwa sasa imekuwa miaka 70 inaisha, na kupitia Daniel, he was an intelligent guy, akawa ana study the book of Jeremiah. Then akaona Mungu alikuwa amenena na mtumishi wake, it will be only 70 years in desolation. It will be only 70 years in captivity. Lakini akajua basi nisipoomba, nisiporuhusu mbingu, nisipo-authorize mbingu, tutaendelea kukaa hata miaka 100. Amen. Ujasoma maandiko, Mungu akamwambia Ibrahim, watoto wako watakaa Misri miaka 400. Lakini tukisoma Biblia walikaa miaka 430, 430 years. Why is it there was an additional 30 years? Because there was nobody to cry to God. Mungu afanyangi kazi kama hatujalia. Ndio hivi kumetokea lockdown nyingine. Did you know that hii lockdown imetokea, wamefunga Kenya yote? Kwa sababu gani? Wamefunga the key counties zenye huwezi access the capital city. So wamefunga, in other words, huwezi ukaenda Nairobi, huwezi ukaenda, utabaki hapa. Kama unataka kwenda enda Garissa. Wameshafunga Kenya. Wakifunga Nakuru, watu wa Western Water hawezi wakaja. Wakifunga Machakos, watu wa Mombasa hawezi wakapanda huko. Wameshafunga key counties. Wakishafunga Kiambu, wamejua watu wa Central hawezi wakaenda Nairobi. So they have just locked the whole country down. Lakini you can't know because they strategically did that. It is for our good, but at the same time we need to pray against this disease, because it's a time we rise our standard in prayer, because things are not okay, church. If we continue praying ile maombi ya kawaida, kumekuwa na lockdown mwaka uliopita, alafu tumekubali tu tukafanya vitu kwa kawaida. Alafu bado kunaendelea kuwa na lockdown tena, alafu bado tunaendelea kuomba na kawaida. Things are not going to change if we pray no more prayer. Biblia inasema Daniel aliposoma maandiko kupitia kwa prophet Jeremiah, Biblia inasema ya kwamba alinotice it was 70 years.
Alafu akaona mbona inapita 71. Then Daniel engaged the prayer and fasting dimension. Why? Because not all times we pray the same prayer. There are times you see the situation needs prayer and fasting. Things to change. Like this corona thing, this corona thing needs a dimension of prayer and fasting. It's not just ordinary prayer. Amen. Amen. It's time the church we arose to the occasion. It's time we prayed like we have never prayed before. Because if we don't seriously pray, it will not be too long. At usikie wamefunga mpaka pande hii. Kana kanisani hakuna kwenda. Si wamefunga mpaka makanisa Nairobi na pande zingine. So it means it's not an extraordinary thing if they lock the entire places down of worship. It will not be extraordinary. Because if we don't rise to the occasion and pray, things are not going to change. But I came to tell you, it is very important we engage in a higher level of prayer. It's very important we engage in a higher dimension of prayer. Because things are not okay. Amen. It is the high time, church. We need to pray in higher level. What are the benefits of praying always? Ni nini umuhimu wa kwa nini Mungu atuambie? Because there must be a reason. Amen. Kuna nyakati za vita, kuna nyakati za amani, lakini siku zote hizi Yesu anatuambia tuombe maombi wakati wote. Praying always. Na Yesu mwenyewe anakuwa kielelezo. Everything Jesus did, it was an example to us how we should live. Ilikuwa ni mfano kwetu jinsi tunastahili kuishi kila siku. Biblia inasema alikuwa anaamka mapema kabla ya usiku mchana kuingia, anaenda anapiga maombi. Alafu akikuja disciples wanaona tu anang'oa pepo, anaponya wagonjwa, anatamka maneno na kinatokea. Sasa wakawa wanashindwa siri ya huyu jamani nini. Ndio siku moja wakaenda secretly wakamuuliza, teach us how to pray. Tufundishe jinsi ya kuomba. Imagine Yesu kwa mafundisho yake yote akufundisha mitume kung'oa pepo, akufundisha mitume kufufua wafu, akufundisha mitume kuponya wagonjwa. Aliwapea siri moja, kuomba. Alafu akisha wapea siri ya kuomba in Matthew chapter 6 verse 9 to 14, the Lord's prayer, that is the formula of how we should pray. Anakuja tena anawaambia Luke 18, pray not just once, always. Na Yesu mwenyewe alikuwa ni mtu wa kuomba always. Akitembea na wao, akiponya wagonjwa, akifanya miujiza. Wakati mwingine anawaambia ingieni kwenye mashua muende mbele, mimi nipite kidogo mlimani nikaombe. Yesu anaenda anapiga prayer. Acha nikwambie ukweli, if we are going to be powerful, we must be people of always prayer. Not just once, to be always in prayer. Ndio kupeana benefits 5, alafu nimkaribishe dadi maana amekuja. Why we should pray always. Amen. Why we should pray always. Number 1. Wakati unaomba kwa mfano kila siku, una make it your daily routine kupiga prayer, akili yako inakuanga na amani na clarity of decision making. Amen. Every time you pray daily, just go and try this from today. Enda ujaribu jambo hili kuanzia leo. Kesho asubuhi ukiamka mapema kidogo kama 5, piga prayer for 1 hour. Alafu sasa anda ujitayarishe uingie katika siku. You will notice in that day, hata kama ni biashara, every decision you will be making, it will be from a clear point of view, because you have acquired a clear wisdom from God. Amen. So there is certain peace that comes with daily prayer. Amen. And this is why even in times when you are approaching a certain season of your life, labda unataka kufanya a very important decision of your life, unataka kufanya uamuzi mkali kwa maisha yako, unastahili kufunga na kuomba. Kwa nini? Because prayer and fasting quiets the heart. Inaondoa kelele kwa moyo wako, inatoa every limitation, every entrance into hearing the voice of God. So inatoa kelele zote, alafu unaweza kusikia Mungu akikupea direction by the power of the Holy Spirit, the way you should go. Amen. So this is why it is so important to pray always. Amen. Now another thing why we should pray always. Nimesema inatupeanga, it gives us clarity of mind. Praying always inatupea kuwa na akili iko clear. This one I have used it many times, even when I'm going for exams. I spend a lot of time after study. I spend now another time in prayer.
baada ya kusoma I study, after studying I enter into prayer and I go to the exam, I'll be clearly remembering what I read. Amen. So just go try it. Whatever you do, it gives you calmness. Number 3, prayer of always, it gives you stamina in the spirit. Amen. How does it give you stamina? Watu wakikukasirisha, badala ya kuwatukana ama kuongelesha vibaya, utapata unanyamaza. Kwa sababu gani? You have stamina because you prayed. Kumkosea Mungu sio rahisi. You have a lot of stamina. Hata mtu akija tu anakuudhi ovyo ovyo, the best thing is just keep quiet. Why? And you laugh. Why? Because umeudhika, lakini because of prayer, daily prayer, you have stamina. You cannot just do anything because you are under influence of the Holy Spirit. Amen. If you want stamina, this is a secret I'm giving you. Pray always. Ndio maana Yesu akiulizwa maswali, alipopelekwa mbele ya Herod, anapelekwa mbele ya Pontius Pilate, Jesus was quiet. Yesu alikuwa amenyamaza tu. Wakimuuliza swali, wewe ndio the king of the Jews? You said so. Alikuwa anajibu in a wise manner because the day before he has spent hours in prayer akiomba kwa ajili ya kesho yake mpaka sweat ikakuwa damu. So he had clarity of mind. Every time he answered a question, he was giving a wisdom answer because he spent time with God to acquire divine wisdom. Amen. You want divine wisdom? I have learned the secret. Praying always. Wakati mmoja nilikuwa nikimuuliza dadi, kwa nini, what is the secret, what is the prayer life of Apostle Maboya, you know? Because if you want to be like your mentors, study what they do, you will become like them. Amen. So he told me, huyu mzee anaombanga daily throughout. He doesn't have specific time to pray. When he's traveling, he's praying. When he's in his house, after 1 hour analala, anaamka anaomba. Analala, anaamka anasoma. Analala, anaamka anaomba. So when you are sleeping, he's waking up praying. So he's always on prayer. That's why every time he comes, you see miracles, signs and wonders. Why? He has spent time with God, and God has authorized himself to come down to do signs and wonders through him. Amen. That is the secret of every great person. Kama unataka Mungu akusaidie in a way that you have never seen, this is the secret of praying always. In times of battle, wakati wa vita, usiombe maombi ya kawaida. Enter into praying and fasting, and you shall see results you have never seen. Dadi, karibu. Bwana asifiwe. Sidhani kama nitahubiri kwa sababu nilitaka tuombe, ila tuntagusa maneno mawili matatu alafu tuombe. Sijui kama utatuliza kidogo hiyo kidogo tu. Tuombe kwa ajili ya sadaka. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe. Uhimidiwe Bwana wa majeshi, kwa sababu unastahili. Sifa na utukufu ni zako kwa sadaka, matoleo, fungu la 10 na kila dhabihu iliyo mbele zetu Bwana. Na mbele zako Bwana ukaibariki na ukatende mema katika maisha ya watu wako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen.